watu nao wakaribisha kwenye maisha yako wanaweza wakakuvurugia au wanaweza wakakufaidisha. Kwa hiyo hapo naongelea sasa utajuaje. Kwa hiyo nikawatolea mfano, nikasema mfano tutakuwa tunauchukulia kwa mtu mmoja anaitwa Yezebeli pamoja na Ahabu. Ahabu na Yezebeli wameoana, lakini Yezebeli hakuwa hata akimjua Ahabu wala akimtaka Ahabu, ila baba yake Yezebeli pamoja na Ahabu wamekutana kwenye biashara zao na mambo yao ya ufalme na nini, kina Yezebeli from Phoenicia huko wakachukuana. Kwa hiyo baba yake akampa kama zawadi kwamba chukua huyu mtoto nenda naye, lakini Yezebeli anatoka kwao, anatoka na miungu yao, anatoka na makuhani wao, anatoka na kila kitu cha kwao, anaingia nacho kwa Ahabu. Ahabu ana vitu vyake, ana misimamo yake, ana mungu wake. Ghafla amekuwa affected na mtu aliyemkaribisha kwenye maisha yake. Ghafla roho mbaya imemvaa kwa kiwango ambacho hawezi kuizuia tena, lakini pia ameanza hata kupoteza uwezo wake wa kucontrol nyumba yake mwenyewe. Tunajua baba ni kichwa cha familia na Ahabu alikuwa ni mfalme, lakini Yezebeli ameingia akawa na ushawishi mkubwa kuliko hata ushawishi aliyokuwa nao Ahabu. Sasa ameanza anaua wale makuhani wa Mungu walioko Israeli, anawaua. Halafu makuhani wake na manabii wake wana exist. Sasa unaweza ukaanza kuelewa. Kwa hiyo kuna vitu vyako ulikuwa navyo kwenye maisha yako. Maisha yako yalikuwa yanaenda sawa, ulikuwa na marafiki, ulikuwa na utaratibu wa kufanya vitu safi, ulikuwa na utaratibu wa kutoka, ulikuwa unavaa vizuri, ulikuwa unazungumza vizuri, ulikuwa na watu, ulikuwa na company. Ulivyoingia tu kwenye hayo mahusiano, umepoteza vitu kuliko ulivyo gain.